yamenenwa juu yako, yako mengi wametamka juu yako, lakini iko damu ya Yesu ambayo inanena mema. Itamke asubuhi ya leo, iite damu ya Yesu ikanene mema asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza somo hili la nguvu ya toba, ita damu ya mwana kondoo ikakupe kibali cha kwenda kusimama kuomba. Ita damu ya mwana kondoo ikafungue fahamu zako, ikatakase nafsi, ikatakase nia, ikatakase ufahamu. Damu ya Yesu ikapite. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa waliokuja mahali hapa. Bwana, wako wengine wako mbali wanafuatilia maombi haya. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya kibali. Umetulinda, umetupigania, tumevuka mwaka jana haikuwa rahisi kuvuka mwaka huu. Umetupa nguvu, umetupa uweza. Tunalibariki na kulitukuza jina lako Jehova, Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova Nisi. Hebu tamka neno kwa damu ya mwana kondoo. Ita tu damu ya Yesu, itamke damu ya Yesu, iseme damu ya Yesu, iambie damu ya Yesu ikanene mema kwa habari ya kongamano hili, ikanene mema kwa habari ya mwili wako, ikanene mema kwa habari ya akili yako, ikanene mema kwa habari ya ufahamu wako. Damu ya Yesu iende ikanene mema, pasiwepo na uhalali wa adui juu ya nafsi yako, juu ya mwili wako. Ita damu ya mwana kondoo, damu yako Bwana, ile damu yenye nguvu, damu yenye uweza, damu iliyomwagika mara moja ikatukomboa, ikatufungua. Tunaita asubuhi ya leo, tunaitamka majira haya, tunaitamka masaa haya, tunaitamka wakati huu. Damu yako Bwana, ile damu inayonena mema, ikanene mema juu ya kusanyiko hili. Tunaisi damu yako ikapite kila eneo, ikakague kila mahali ambapo shetani angezuia watu wasielewe, watu wasipokee, watu wasifunguliwe. Tunaiachilia damu ya mwana kondoo ikanene mema asubuhi ya leo. Katika damu ya mwana kondoo tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Wewe ni mwalimu, tufundishe, tuelekeze. Tuna haja nawe. Sema na watu hawa, wako wagonjwa katikati yetu, wengine ni changamoto. Sema nao Bwana, damu yako ikanene mema. Katika damu yako hiyo tunaitaja na tunaisema na tunaitamka majira haya na wakati huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunalisemesha anga, tunaisemesha ardhi, anga la Dar es Salaam, anga la Kinondoni, anga la Dar es Salaam tunalisemesha, na vitongoji vyote Kinondoni nzima na maeneo haya na viunga vyake. Tunalisemesha anga lipokee damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Tunajipatanisha na hali ya hewa, tunajipatanisha na upako na nguvu ya kutembea sawa sawa na Mungu unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kumpigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Nimekwambia mpigie Yesu makofi, sijakwambia mpigie mchungaji wako. Mpigie Yesu makofi, ongeza makofi na shouting za maana, ongeza makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi chukua kiti chako, naomba uketi, kaa kwenye kiti chako, alafu unaweza kumsalimia jirani yako, mwambie hi my friend, mwambie hongera kwa maamuzi sahihi na kuwa mali sahihi. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie hongera, kwa maana ilikuwa ni shughuli hivi, nifunge au niairishe au nile kabisa asubuhi au ninywe supu? Kwani nani ataniona? Kwani nani mimi si mwenyewe tunaamua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpe high five jirani yako, mwambie hi, mwambie hongera kwa kumaliza kongamano, kwa maana kwanza ukianza tu ndo tumemaliza. Sema amen jamani. Haleluya, haleluya. Mimi naanza kuziangalia amina za sasa na baada ya kesho kutwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Watumishi, sikilizeni hizo amina, alafu kesho utakapohubiri ukisema Bwana Yesu asifiwe, turudie tena haleluya. Tunatamani mpaka Jumamosi amina iwe hivyo hivyo, sishuke wala kupungua. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ipegeni nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutukusanya tena siku nyingine, tarehe 8 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Tuko mwanzoni kabisa mwa mwezi huu wa kwanza. Nilikuwa nawaambia watu mahali fulani, nikasema chochote utakachokisema sasa kwenye ulimwengu wa roho ndo kinakuwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe jamani, haleluya. Kwa hiyo sisi tuko mahali sahihi kabisa, kwa sababu ndo tumeanza hivyo. Tumeanza mwaka na tumeanza mwaka kibabe. Mwambie jirani yako tumeanza mwaka kibabe. Mwambie hata kama amenuna, mwambie tumeanza mwaka kibabe.
Hakuna nyang'ao atakaokaa mbele yako. Sema amina. Hakuna shangazi wala mjomba atakayesimama mbele yako. Sema amina. Ukipita unapita na moto. Sema amina. Ukipita utapita na vyote. Sema amina. Kwa tumeanza kibabe na ndio maana tuko hapa. Hatuli hatunywi. Leo mpaka lini jamani? Mpaka Jumamosi. Hali mtu hanywi mtu. Sema amen. Nichukue nafasi pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi kusimama mbele ya watakatifu nyinyi watumishi wa Mungu. Siku zote nawaambiaga wewe unayekuja hapa, Mungu anakuthamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu chochote utakachokisema wewe ndio unayemwakilisha Mungu duniani. Kwa lugha nyingine, sisi ni raia wa mbinguni, tuko duniani tunamwakilisha Kristo. Sema amen. Na ndio maana hatuli hatunywi. Niliwaambia siku moja, ukifikiri rahisi hii jambo, siku moja waamua kwamba mimi sifungi lakini siri sinywi siku 3. Kule tutakukuta siku naitwa Moisi wapi kule huko Muhimbili. Lakini kwa sababu tuko ndani ya Kristo na Mungu ametupa neema kipekee, ni wapongeze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chukue nafasi pia kumshukuru Baba Canon Mwahela na timu nzima ya wanatatukavu. Mungu awabariki sana. Sema amen. Sasa mimi nitaanza na somo moja ambalo ni somo nyeti. Usiposimama na hili somo vizuri, unaweza ukatoka hapa baada ya tatukavu umerudi hola. Vijana nasema. Wengine wanasema umerudi kapa. Yaani umeenda alafu ni kama umekuja kuzurura. Kwa zingatia sana vitu vichache ambavyo nitavielekeza, kwa maana hivyo ndio msingi. Usiposimama na hivi huko mbele, hata watumishi wakija ni kama bule. Sema amen. Jamani, haleluya. Nimeoa. Jina langu naitwa Festo Uswege, ni padre kwa neema ya Mungu, natumika kanisa la Anglican Tanzania. Ila kwa sasa niko Diocese ya Dar es Salaam. Kipekee nichukue nafasi pia kuwapongeza watumishi wa Mungu ambao wametoka sehemu mbalimbali. Nimeona watu wametoka Dodoma. Tupunge mkono wa Dodoma. Nimemwona rafiki yangu hapa. Punga mkono. Asante. Mungu awabariki sana. Tunakujaga pale Cathedral. Mungu awabariki. Nimeona watu kutoka Morogoro. Au macho yangu jamani? Wa Morogoro. Nimeona mtumishi mmoja hapa. Si uko? Asante. Mungu akubariki sana. Tukutana nao Morogoro. Lakini pia nimemwona mtumishi mmoja ametoka Mbeya. Yuko wapi yule? Punga mkono. Lakini wako wengi na wote tunawatambua na Mungu awabariki. Chukua Biblia yako na diary yako. Naamini tuliambiwa unapokuja hapa chukua daftari, chukua na peni, chukua na sio simu, nini ile? Biblia. Sema amen. Lakini pia nimpongeze Baba Ndawile kwa kutufungulia, ndo ameanza kwa kutufungulia na ametutamkia neno la kikuhani. Kwa tuko safi kabisa tunapoanza ratiba yetu. Jamani, nimeoa na mke wangu, si yuko wapi? Yuko hapa. Hebu punga mkono. Sikasema kale jamaa kajaoa kale ni. Nimeoa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako, mimi na wewe naomba uandike na uisome ile Zaburi ya 51. Zaburi ya 51. Hii Zaburi mimi nitasoma mistari 3, lakini unaweza kusoma mpaka ile sura ya 15 na 17. Zaburi ya 51 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 3, lakini ukipata nafasi soma mpaka 17. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome 1 2 3 kama tumefika. Nataka tusome wote. 1 2 3. Imeishia hapo Na ukisoma hayo maneno, nimekuambia unaweza ukipata muda soma mpaka ule mstari wa 17. Ikiwezekana soma Zaburi yote, kwa sababu tuko maeneo rafiki ya utulivu na uwezo wa kuisoma Zaburi yote. Na nimewaambia huo ndio msingi ambao Mungu ametupa, na mimi nimeandika maana ya toba ya kweli. Maana ya toba ya kweli. Andika tu hivyo hivyo. Yaani somo langu mimi ninasema maana ya toba ya kweli. Na kabla sijaenda huko mbele, nataka nianze kwa kujenga msingi huu. Na huwa kila naposimama kwenye makongamano kama haya tatukavu, huwa napenda kuambia watu hivi: wewe uliyekuja hapa, Mungu amekuchagua kwa ajili ya wengine kuwawakilisha mbele za Mungu. Sema amen. Narudia tena ya maneno. Mungu amekuchagua wewe kuwawakilisha wengine kwenda mbele za Mungu kupeleka mahitaji yao. Kwa hiyo uliyekuja kwenye kongamano la tatukavu, Mungu amekuchagua na Mungu amekuteua
Kwa kama Mungu amekuchagua na Mungu amekuteua, ana kazi na wewe kwa ajili ya kuyafikisha mengi yale ambayo Mungu anatamani uyafikishe kwa watu ambao hawajafika hapa. Sema amen. Si kama kuna watu wananielewa. Kwa kama kuna watu ambao wanahitaji uponyaji, wanakutegemea wewe. Na kusimulia kidogo kisa cha kwenye Agano la Kale. Zamani zile Agano la Kale, maandiko yanasema kuhani alikuwa anaenda mara moja madhabahuni kwa mwaka. Mara hii yeye ndo anayebeba maombi ya wote taifa la Israeli. Anajitokeza yeye mbele za Mungu kwa mwaka mara moja, anaenda kuomba kwa ajili ya wengine. Kumbuka mimi najenga msingi, bado sijaanza kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuhani alikuwa anapoenda pale kule mbele, yeye ndo alikuwa anaomba kwa niaba ya wengine. Kwa wewe pia ambao umekuja kwenye kongamano la Tatu Kavu, Mungu amekuchagua wewe kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mtaa wako naokaa, kwa ajili ya maeneo ya kazini kwako, kwa ajili ya maeneo ya pale unaposali ama kanisani kwako, kuwawakilisha hao watu, kuwaombea mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa wewe ni mwakilishi. Kwa usikae kizembe. Sema amen. Sema amina. Kwa kila kinachoendelea hapa na wewe sehemu yake. Wakisema piga, hata kama havipigiki wewe piga. Wakisema omba, na wewe omba. Kwa nini? Kwa sababu umekuja kuwawakilisha wengine. Sasa naomba nijenge msingi kwenye eneo hili. Tunapokuja kwenye maombi ya toba, Mungu anatutambua tukiwa na kofia moja ya ukuhani. Sema kuhani. Sema kuhani. Sema kuhani. Sio kuhani msiba, yani kuhani mtumishi, yani kuhani au mchungaji. Kwa wewe ni mchungaji kwenye eneo ambalo upo. Kwa unaposema mimi naenda kuomba toba ama naingia kwenye maombi ya toba, Mungu anapokutazama kwenye ulimwengu wa roho, anatamani akuone ukiwa kuhani, sio muombaji, kuhani. Naomba nimekwambia unisikilize sana, hiki kitu kitakusaidia kwa sababu ndio msingi wangu. Huku mbele hutanielewa nisipojengea hapa. Kwa wewe ndiye kuhani, na kazi ya kuhani ni kuomba toba ama kuwaombea watu wengine ambao hawajafika kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuhani ni mtu ambaye anaomba kwa ajili yake kwanza, lakini pia kwa ajili ya wengine. Na Mungu anapomtazama huyu mtu anapoombea watu, huwa Mungu hawaangalii wale watu wanaoombewa, anamwangalia huyu kuhani anayewaombea. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Na ndio maana sisi kama kanisa kwa nyakati hizi za Agano Jipya tuna kuhani mkuu ambaye ni mwombezi, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa kwenye ulimwengu wa mwili huu wa nyama, na mimi na wewe tunavyoonekana, wewe ndiye kuhani ambaye Mungu amekuteua kwa niaba ya wengine. Kwa mfano, kuhani ana uwezo wa kuomba hata kama mtu alikuwa na laana, alikataliwa, alizarauliwa, aliiba, aliua, alifanya kitu kibaya. Kuhani ana uwezo wa kusimama kuomba rehema kwa ajili ya huyu mtu na mtu akasamehewa. Na ndio maana wachungaji anaweza kanielewa. Utakuta mtu alikuwa amelipuka mapepo hapa ama amevamiwa au na nguvu za giza, akiweka mkono tu, akianza kuomba toba, mapepo yanaondoka, hata huyu mtu ambaye anaombewa bila kuomba. Kwa nini? Kwa sababu kuhani huwa ana tabia ya kubeba changamoto ya mtu. Kwa lugha nyingine, kuhani ni kama kule kwenye kesi tunamuita nani yule? Yule ambaye anabeba kesi za watu. Anaitwa nani? Anaitwa wakili. Sasa huku tunaita wakili msomi. Sasa huku sio wakili muombaji, sawa? Kwa hiyo wewe ni wakili ambaye una uwezo wa kubeba changamoto za watu ukazileta kwako, alafu kazipeleka kwa Kristo. Kwa lugha nyingine, kuhani ni daraja, ni kiunganishi kati ya mtu na Mungu ambaye yuko kwenye hilo eneo ambalo naomba. Jamani haleluya. Kwa kuhani yeye ni daraja. Kuna vitu vitatoka kwa Mungu, vitapita kwa watu wanaoombea. Kuna vitu vitatoka kwa watu, yani kwa mfano, ninaposimama mimi kama kuhani kuomba kwa ajili yako wewe, Mungu haanzi kukuangalia wewe, ananiangalia mimi kama kuhani. Jamani haleluya. Nitakaposema Mungu ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, kwenye ulimwengu wa roho Mungu anaangalia makosa aliyoyafanya huyo mama, alafu yale makosa ananibebesha mimi kuhani, amwangalie tena yule ambaye anaombewa. Sema amen. Kwa wewe ndiye kuhani wa familia ya kwako, na ndio maana tuko hapa. Tunaposema tunaingia kwenye maombi ya toba ama toba ya kweli, ni lazima usimame kwa kuzama na kwa kuingia kiundani kuwaombea wengine, ili kupitia wewe na wao wasalimike kwa jina la Yesu. Sema amen. Jamani haleluya. Kuna mtu amenielewa sasa? Kwa hebu jipige kifua, mwambie mimi ndiye kuhani wa familia. Ikiwezekana itaje na hiyo familia yako, mimi ndiye kuhani wa familia yangu.
Kwa kuna mambo ambayo natamani niyasikie kutoka kwa Mungu yanayohusu familia yangu. Si kama mnanielewa. Kuna mambo tunataka tuyapokee kwa Mungu ya mwaka huu yanayohusu familia zetu, yanayohusu familia zetu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunasimama kama daraja. Jamani, haleluya. Si kama mnaelewa mpaka hapo. Ili andiko, hebu soma kile kitabu cha Ufunuo Yohana. Nitakupa, nimekuambia najenga msingi, alafu nikijenga msingi nitakuelekeza kile kinachoendelea. Ufunuo Yohana sura ya 5. Mlango ule wa 9 na wa 10. Huwa na upenda mstari sana. Ufunuo Yohana sura ya 5 mlango ule wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa, ukawafanya kuwa wafalme. Sema wafalme. Hebu sema tena. 1 2 3. Kaza sauti, tuko wengi. 1 2 3. Alafu amsomi kule. Watumishi walikuwa wananisikilizia mimi mwenyewe. Haya. Anasema hivi, ule mstari wa 10. Ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hawa watu ambao wamenunuliwa na huyu Yesu. Ukisoma kikisa kinamhusu Kristo. Kumbuka Kristo wakati kabla hajaja duniani, maandiko yanasema ikatangazwa mbiu, ni nani atakayeenda duniani kufa kwa ajili ya wenye dhambi? Mbingu zikatulia. Ni nani yuko tayari kulipa gharama kufa kwa ajili ya wengine? Mbingu zikakaa kimya. Baada ya kuona kumekaa kimya, maandiko yanasema Kristo akajitokeza akasema, mimi hapa niko tayari kufa kwa ajili ya wengine, kufa kwa ajili ya wenye dhambi. Na ndio maana nikasema Yesu Kristo ndio kuhani mkuu, muombezi wetu. Akaamua kuchukua ile, maandiko yanasema alipokubali akachukua kitabu. Wasomaji Biblia mnaweza mkaelewa, wanapozungumzia kitabu, kila anayetenda kosa kuna mahali yanaandikwa makosa yake. Jamani, haleluya. Akachukua kile kitabu ambacho kimeandikwa makosa ya watu, akakibeba. Akasema mimi niko tayari kuchinjwa kwa ajili ya hawa watu walioandikwa humu kwenye hiki kitabu. Jamani, haleluya. Akachukua kile kitabu, akasema nitakufa kwa ajili ya hawa. Maandiko yanasema alipokufa Kristo, sasa kilichotokea, akawanunua watu wa kila kabila na lugha na jamaa, akawapa vyeo. Niko na watu, niko na mijitu ya rohoni hapa. Maandiko yanasema, ukisoma kile kitabu cha Mambo ya Walawi, mimi natolea tu maelekezo, lakini ukipata muda wako utasoma Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ile ya 16 utapata, ukipata muda naomba usome Walawi 16. Lakini pia kile kitabu cha Kutoka sura ile 28 utaona hivyo vitu vinazungumzio. Nyakati za Agano la Kale, kuhani alikuwa haruhusiwi kutoka kwenye kabila lingine zaidi ya Lawi. Kwenye Agano la Kale, kuhani alikuwa anatoka kwenye kabila la Lawi tu, haruhusiwi kuwa kwenye kabila lingine. Na ndio maana kuna kitabu kinaitwa kitabu cha Mambo ya Walawi. Kuna mambo alikuwa anayafanya Walawi. Mambo gani hayo? Ni kuwapatanisha watu na Mungu, kuwaondolea watu dhambi. Kwa Walawi wakasimama kama makuhani kwa ajili ya kuwaombea wengine. Hasa ukisoma vizuri historia inaonyesha kwamba wale Walawi waliopewa kazi ya kuwaombea watu wengine wakageuza ile kazi kuwa kama business, kama biashara. Si mnakumbuka Yesu kitu cha kwanza alichokifanya? Akaingia Yerusalemu, akakuta wale Walawi wamejaza kondoo, wamejaza ng'ombe, wamejaza mafuta, sio kama yalikuwepo, wamejaza maji ya upako, wamejaza vitu vingi kwenye hekalu, wanawauzia watu. Halo, hivyo nimeongezea vya maji kwenye Biblia vijandiko. Ila kulikuwepo na ng'ombe, kulikuwepo na kondoo, kulikuwepo na mabeberu, si madude gani, wameyaweka. Kuna njiwa zipo zimekaa hapo. Mtu akija na shida kwa Agano la Kale alikuwa anatoka na sadaka nyumbani, anakuja nayo madhabahuni. Wao makuhani wakasema tugeuze iwe biashara. Wananunua ng'ombe mtaani, wananunua kondoo mtaani, wakifika nazo pale madhabahuni. Mtu akija mwenye shida anambia, wewe shida yako ulifanyaje? Mimi niliiba, adhabu yako ni kifo. Sasa ili usamewe, nunua ng'ombe. Shingapi? Milioni 3. Huyu mtu ambaye hana ng'ombe anakufa kweli. Kwa nini? Kwa sababu makuhani ndio waliopewa mamlaka kuwaondolea watu dhambi. Palikuwa hapana mtu mwingine wa kuwaondolea watu dhambi zaidi ya kuhani. Halo, watu wa Mungu, niko na watu. Mimi nakujengea msingi ambao ukitembea uko rafiki yangu utapaa kama tai. Sema amen. Kwa hiyo makuhani walipokuwa nafanya ile biashara, Yesu alichokifanya, jambo la kwanza alilolifanya, kaanzia Yerusalemu. Ndio maana nasema injili ianze kuhubiriwa Yerusalemu na Samaria kote ienee, lakini ianzie Yerusalemu.
Maandiko yanasema Kristo akaingia ndani akakuta wale jamaa makuhani ambao wamepewa kazi ya kuwaondolea watu dhambi, wao wamegeuza imekuwa biashara kwao. Mtu akija mwenye shida, leta 300, anakuombea, unaondoka. Na ni kweli unapona, kwani kwa sababu mamlaka yalikuwa mikononi mwao, kabila la Lawi ambao ndio makuhani. Kristo alipokuja akasema sasa mimi nageuza utaratibu, sema amen. Na ndio maana Kristo alipokufa msalabani, si mnakumbuka kilichotokea? Maandiko yanasema vazi la hekalu likapasuka. Jamani, haleluya. Na akikuishia hapa anasema tetemeko likatokea. Haleluya. Sasa kilichofanyika pale msalabani, maandiko yanasema Kristo akasema mimi ninabeba kile kitabu cha hukumu wanachohukumiwa wa watu kwa makosa yao. Yoyote atakayeniamini mimi namuondolea msamaha. Nikimuondolea msamaha ishi kwake, ninampa na mamlaka ya kusimama na yeye pia kuondolea msamaha wengine. Sema amina. Pokea hiyo neema, sio kama unanielewa. Kwa kama umempokea Kristo, ameingia ndani yako, amekuondolea kosa na adhabu, amekusamehe, una uwezo wa kusimama na wewe, kusimama kwa ajili ya wengine, kuwaombea na kuondolea msamaha. Na ndio maana tuko hapa kwenye Tatukavu kwa jina la Yesu Kristo. Wako kwenye familia ambao waliua, walizini, wakaiba, mabaya yametupata wote. Leo tuko hapa kwa ajili ya wao, kuwaombea hapa, kumwambia wewe Yesu, kumbuka rehema kwenye hasira yako kwenye ukoo wetu. Na ndio maana tuko hapa Tatukavu. Sema amina. Waombaji, mnanielewa? Kwa Yesu alipokufa msalabani, akachukua yale mamlaka, sehemu ya ile mamlaka akamwachia mwanadamu ambaye ameokoka, amempokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ndio maana anasema Bwana Yesu wa Ufunuo wa Yohana tuliosoma, anasema kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila. Mwanzoni walikuwa ni Walawi tu ndio makuhani. Nyakati hizi Waha wanaweza kawa makuhani, sema amina. Wapare wanaweza kawa makuhani, sema amina. Wazigua wanaweza kawa makuhani, sema amina. Wanyachusa wanaweza kawa makuhani, sema amina. Wachaga na Waha wote tuna uwezo wa kusimama kama makuhani, sio kama mwanzo. Hivi unaielewa hiyo mamlaka tuliopewa? Sasa unashangaa wewe ni kuhani na unarogwa. Jamani, haleluya. Neno kuli nasema hatutaibika. Kwa kama tumejitambua kwamba kumbe sisi ndiye makuhani wa familia zetu. Na nilikwambia kazi ya kuhani ni kazi rahisi tu. Mungu, nasimama kwa ajili ya wadogo zangu. Najua wao hawakujui wala hawaombi, wao ni walevi, ni wazinzi, nasimama kwa ajili yao. Naomba uwasamehe. Warehemu Bwana, wasamehe Bwana, waoshe Bwana. Uovu wao ninauleta msalabani. Ninatubu kwa ajili yao. Mungu anapokutazama hakutazami kama muombaji, anakutazama kama kuhani. Sema amina. Kwenye ulimwengu wa roho, hata wewe umevaa kora ingawa haionekani. Sema amina. Sio kama kuna jitu linanielewa hapa. Kwenye ulimwengu wa roho umevaa kola, na wewe ni mchungaji kwenye engo ambayo Mungu amekupa. Una uwezo wa kusimama kama kuhani kwa ajili ya familia yako. Jamani, niko na watu. Kwa umejielewa wewe ni kuhani sasa, Kwa kama kuna watu wamekutuma kuombea, na naamini hapa kama umekuja mwenyewe pia umechemka. Tulisema unapokuja kwenye maombi lazima ubebe ndugu zako. Hata kama uwaoni, lakini kwenye ulimwengu wa roho ujue yuko shangazi. Aka kachawi haka na kaleta hapa. Aka kaganga kanaenda kwenye ushirikina na kaleta hapa. Kwa kwenye ulimwengu wa roho tunaamini tunao watu kama hao. Kwa unaposimama kwenye maombi ya toba, tunatamani hata hao wabebe pia kuomba kwa ajili yao. Sema amen. Mtu mmoja alizungumza akasema hivi, kwani mimi niwaombee ndugu zangu hawataki kuokoka? Sasa kwani si niachane nao? Nikasema kuna hasara panapokuwa na watu wana familia ambao hawajampokea Kristo. Sema amen. Sema amina. Siku moja nilikuwa nafundisha nikasema kama sisi tunavyoomba hapa kwenye Tatukavu, na wao waga kama kuna mali wanaomba nao waga wanatutaja. Si mnanielewa? Msaidie Ima, msaidie Uswege kwenye miungu yao kule. Kwa sababu simama wewe kuomba kwa ajili yao watakuwaia. Ndio maana tuna maombi pia, kuna muda mwingine tunaita maombi ya kuwaiana. Sema amen. Kwa tunapozungumzia toba, uelewe kwa upana huo. Huyu anayeomba toba anasimama kwenye engo gani? Anasimama kama kuhani. Sema amen. Jamani, haleluya. Tunaingia mbele kidogo, alafu kile ambacho Mungu alikuwa ananisemesha sasa nadhani nitakisema. Sema amen. Toba ni nini? Ama tunaposema kuungama, ama toba ya kweli ni nini? Toba ni kugeuka. Toba ni kugeuka na kuacha kule ulikokuwa unaenda, kugeukia msalaba. Ndio tunaita toba. Jamani, haleluya. Kwa toba ni nini? Toba ni kugeuka. Jambo la kwanza, toba ni nini? Nimesema toba ni kugeuka, kuacha mambo ya ukale na kuyaendea mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe.
Narudia tena, toba ni kugeuka, ni mabadiliko kuanzia kwenye moyo, kwenye mawazo, kwenye mtazamo. Hiyo ndio tunaita toba ya kweli. Lazima ianzie kwenye moyo, kwenye mtazamo pia. Halo? Naenda taratibu kidogo. Naposema toba, nimesema toba halisi ama toba ya kweli ni kugeuka ama kubadilika, kuacha njia ambayo ulikuwa unaiendea mwanzo, sasa unarudi kwenye njia mpya. Na nimekwambia unapoanza kugeuka lazima uanzie wapi? Rohoni. Unakuja kwenye mawazo, kwenye fikra. Na ndio maana sisi tunapoanza ibada tunaanza ile naungama kwa Mwenyezi Mungu na kwako Baba tunapoungama. Lakini pia kwenye lile ungamo lingine lile la kila Jumapili si tunajua kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Hebu tuseme tuone kama tuko tunakumbuka. Hao hatujui. Si kila Jumapili Waanglikana hapa ningetegemea waseme vizuri. Ile ungamo la kila Jumapili. Tulia kidogo mtumishi wa Mungu. Wengine wanaposema pale wanasema kama kasuku baba ndawili. Kwa mawazo, yani anachukulia tu hize kwa mawazo, lakini ukiangalia mawazo hayako kule anako ungamia. Kwa maneno. Halo? Sio tu kwa maneno na matendo. Sio tu matendo na kwa kutotimiza yepi yanipasayo. Yanipasayo ni yepi? Ya kutembea katika njia yako. Sasa wengine tukiwa tu Jumapili naungama kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza tupasayo. Twasikitika sana sio nini na nini. Anaishia hapo. Mawazo anayosema naungama yanawaza mabaya. Akitoka tu getini pale anawaza mabaya. Maneno anaanzia kuchafua hapo hapo hali ya hewa kwenye kiti. Wewe umenikanyaga. Anarudishia hapo hapo. Na matendo ndio kiburi kinaanzia hapo hapo. Jamani, haleluya. Kwa kumbe toba ya kweli inaanzia rohoni. Unatubu kuanzia rohoni. Na siku zote ndio niwaambie ni watumishi wa Mungu, mtu yoyote ambaye na ametubu, kuna vitu hata mtu asipouliza anaviona. Sasa alikuwa mbabe, lakini alipotubu ile toba ilipoingia, tena ile ilikuwa toba ya kibabe. Akabadilika, kawa mpole, mpaka watu wananiambia jamani, usindo alikuwa anaua watu. Mpole, hiyo ndio tunaita toba ya kweli. Jamani, haleluya. Watumishi wa Mungu, niko na watu. Kwa nimesema toba halisi ni kuungama kutoka rohoni. Kuanzia huko rohoni. Nakumbuka kwenye toba, jambo la kwanza kuna mambo kadhaa, naomba andika hapa, mambo kadhaa ambayo yana uwezo wa kukusaidia. Na kama unaweza kuandika, toba ya kweli inaambatana na mambo kadhaa. Andika tu hivyo, toba ya kweli inaambatana na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, lazima ujitambue kwamba nimetenda kosa kweli. Yaani toba ya kwanza lazima utambue kwamba nimetenda dhambi ama nimetenda kosa kweli. Yaani nimelitenda. Uweze ukaenda mbele za Mungu na Mungu, jua mimi nimeiba, lakini si unajua tena Mungu bwana, nilikuwa sina hela. Ndio maana tu nikaiba yani. Kwa toba ya kweli lazima utambue kosa ulilolifanya. Hiyo ndio toba ya kweli. Jambo la pili, lazima uhuzunike kutoka rohoni. Toba yoyote ambayo imeambatana na huzuni ya ndani, nadhani walokole mnanielewa. Yaani ukifanya kosa unakuta unajihuzunika, hauna ujasiri, hauwezi kuomba, ndio tunaita toba ya kweli. Kwa lazima uhuzunike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia toba ya kweli ambayo tunasema toba, lazima pia udhamirie kuacha dhambi. Sio natubu tu alafu baadaye nikimaliza tu hapa baadaye narudia tena. Toba ya kweli lazima udhamirie kwamba naacha. Kama nilikuwa naenda hivi na njia zangu, nageuka, naelekea hivi na sirudi tena. Hiyo ndio tunaita toba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada mmoja tulikuwa tunaomba naye marifani. Akamwambia bwana, mimi natembea na mume wa mtu. Lakini huyo mume wa mtu ndo anayenilisha, ananisuka, ananipa hela za nywele, amenipangishia nyumba. Sasa mchungaji, mimi natubu. Nikiacha hivyo vitu nitakula nini? Muulize jirani yako. Mtu kama huyo. Yeye ndo ananiweka mjini sasa. Sasa
tunaposema toba ni kuamua kwamba simtaki tena, nasimama na Kristo, hiyo ndio tunaita toba. Jamani, niko na watu. Sio unaanza kuwazawaza, sasa nikitoka hapa hivi nikisema nimemwacha nitakula nini? Maisha yatakuwaje? Vitu vitaendelea. Kitu cha kwanza ukisema ninatubu, nageuka, acha kweli, ndio tunaita toba. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia toba lazima kuna kitu kingine kinachoitwa lazima unyenyekee. Naposema kunyenyekea ni kujisema ukweli, yani mimi kiukweli nimeizini, mimi nimeiba. Unaenda mbele za Mungu unamwambia kwa kunyenyekea. Hiyo ndio tunaita toba ya kweli, ya kutoka ndani. Watumishi wa Mungu, niko na watu, niko mwenyewe, tuko wote. Wako wengi ambao waliomba toba kwenye Biblia. Mimi nitawataja watu wachache. Kuna mmoja anaitwa Daudi. Daudi, maandiko nasema alitembea na mke wa Uria. Alichokifanya kwenda mbele za Mungu kwamba Mungu yeye mwenyewe alijipitisha Bwana. Ndio maana nikapita naye. Vijana nasema. Akasema nimekosea. Dhambi yangu mimi mbele yangu. Yaani kile nikiomba naona hii uzinzi huko hapa. Ule mstari wa 17. Si mnasoma kile kitabu cha tulichosoma kile cha Zaburi ya 51. Mstari wa 17 anasema dhambi yangu mimi hii mbele yangu hapa. Kwanza ule mstari wa kwanza. Dhambi yangu iko hapa. Alikuwa na hiyo tena, akuishia tu kuzini, akaua, akamwaga damu ya mtu. Kwa kilichokifanya Daudi hakujitetea, wala hakujiona kwamba mimi kwa sababu ni mfalme siwezi kuomba toba. Akaamua kushuka, hakujitetea, alikiri dhambi kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine anasema hivi, Daudi alikiri wapi? Si mnakumbuka wakati amekuja yule kuhani wa Mungu akamwambia nabii, maandiko yanasema nabii akamwambia bwana, kuna mtu mmoja alikuwa na ng'ombe wengi lakini akachukua kang'ombe kama mtu mmoja. Akasema ni nani huyo mtu? Akasema ni wewe. Unakumbuka kilichotokea? Yule jamaa akaamua kushuka, yani akajiona mdogo. Ndio tunaita dhambi, ndio tunaita toba. Kushuka kwamba mimi ni kweli ni mfalme na uwezo nikamua hapa huyo nabii, nikanyamaza kimya asijue yoyote, lakini akaamua hiki ni kitu ambacho nimekifanya. Akaamua kushuka na kunyenyekea, kwa akakiri dhambi, lakini pia akaomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia akaamua kubadilika, hakufanya tena kile kitu kuua mtu tena, akaamua kubadilika na kuacha mienendo yake. Lakini pia mwingine kwenye Biblia kuna mwana mpotevu. Sisi tunasoma Biblia Mwana mpotevu alipogundua huku na kwenda huku nimekosea, akaamua kugeuka, akasema hata kama ni aibu, wache nikaibike, lakini niwe nyumbani, niwe mahali sahihi. Kwa toba sio ya kuwa na kiburi. Watumishi wa Mungu, tuko na watu, niko mwenyewe, niko na watu. Maandiko yanasema mwana mpotevu akaacha dhambi, akarudi kwa baba yake, akanyenyekeza, akamwambia Mungu, nifanye tu kuwa. Wafikiria mtoto wa mfalme anasema nifanye tu kuwa mmoja wapo wa wafanyakazi wako. Kile ni kitendo cha kushuka, kunyenyekea. Kwa kwenye toba nimekwambia wako watu ambao kama. Lakini pia yuko mwingine anaitwa Zakayo. Wasomaji Biblia hiyo habari ya mwana mpotevu, ile Injili ya Luka sura ya 15, utasoma kwa muda wako na ule mstari wa 18 mpaka 20. Lakini pia nikasema mwingine kwenye Biblia anaitwa Zakayo. Si mnakumbuka Zakayo, yule jamaa mtoza ushuru mfupi yule? Si mnakumbuka? Maandiko yanasema Yesu alipoingia ndani mwake akaanza kujitapa. Si unaona vyote vinavyo, lakini Yesu akasema bwana, mimi nimekuja kwako. Alipogundua kuna vitu amevikosea, amepata pesa kwa udhalimu, akasema yoyote atakayenidai na yoyote ambaye nilichukua chochote kwake, mimi namrudishia maradufu. Ile ndio tunaita toba ya kurudisha na kunyenyekea. Ulizulumu mtu, ukitoka hapa mtumishi wa Mungu baada ya toba, tuone unamwambia bwana, nilikudhulumu rafiki yangu, lakini wacha nipambane nikulipe. Kuna vitu vingine unaweza unaomba Mungu akupe wakati umezulumu vya watu uweze kuvipata. Maneno kama hayo magumu, sema amina hata kama hutaki. Yaani wewe umenizulumu mimi, alafu naambia mtumishi asahau. Nisahau wakati umenizulumu. Lipa kwanza alafu mambo mengine yaendelee. Au tuyajenge. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema Zakayo, ukisoma kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 19, ile Injili ya Luka sura ya 19, mlango wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema nitarudisha kwa yoyote ambaye nilimdhulumu. Hiyo ndio tunaita toba ya Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kaamua kurekebisha makosa kwamba kuanzia sasa sintadhulumu tena. Kwa toba ni mabadiliko, lakini uchukue hatua, uamue siibi tena, silewi tena, sizini tena, sifanyiki tena. Ndio tunaita toba. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Ziko hatua chache za kuzichukua unapoingia kwenye toba.
hatua chache, ziko hatua kama 11, mimi nitazisema haraka haraka kwa sababu ya muda wangu. Hatua 11, andika tu hivyo. Hatua 11 za kuzichukua unapoomba toba. Jambo la kwanza, lazima umshukuru Mungu. Kumwambia Mungu asante hata kwa kunipa nafasi ya kutubu. Kuna watu walikufa kwenye makosa kama yangu. Kuna watu walikufa kwenye dhambi kama hii ninayoitenda, hawakuitubia hiyo dhambi. Kanisa, haleluya. Kwa unapoingia kwenye toba asubuhi ya leo na mchana wa leo na siku hizi za tatu kavu, mwambie Mungu nakushukuru, nimepata chance ambayo wengine hawana. Wao wameisha tu kutambika, wanapiga nyanga, lakini mimi umenitambua makosa yangu, kwamba nilikuwa naenda kwa waganga mimi, nilikuwa nalewa mimi, nilikuwa mzinzi mimi, nilikuwa na makosa haya na haya na haya. Leo umenipa nafasi ya kutubu na kushukuru, kwa maana kwenye ukoo wako waliokufa wamekufa na dhambi zao, lakini mimi umenipa chansi na kushukuru Bwana. Jamani, haleluya. Si unajua kuna mtu anakufa na yani anakufa anakutwa kwenye guest. Anakutwa kwenye uwizi, wanamchoma moto huo. Lakini wewe uliiba na umesalimika. Umepata nafasi ya kuja kutubu. Mwambie Mungu asante. Jamani, niko na watu, niko mwenyewe. Hiyo ni hatua ya kwanza kwenye toba. Na haya maombi nitakuongoza mwenyewe ya toba. Yaani leo maombi ya toba nayaongoza mwenyewe. Sema amina. Na utaomba hata kama hutaki. Kuna mwingine ujue bwana, ile hivi Mungu anaweza kukumbuka kweli akumdhulumu buku mtu. Hiyo mwenzio alilala njaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Na hiyo kwenye hiyo Zaburi andika Zaburi ya 92. Anasema mshukuru ni Mungu kwa maana kwa neema aliyotupa. Ukisoma Zaburi ya 92, kuna mtu yule jamaa yetu yuko pale kweli? Zaburi ya 92 tumeiona? 91, Zaburi ya 92 mstari wa kwanza A. Nataka nisome hilo neno hilo. Yule ndugu yetu yuko pale au kazima nani? Zaburi ya 92A anasema hivi, neno jema kumshukuru Bwana na kuliambia jina lako uliye juu. Kumshukuru kwa lipi? Kwa yale mengi ambayo ameyatenda, hata kwenye udhaifu wako bado amekubeba, amekuvumilia mpaka umekuja kutubu. Kuna watu anauawaga huko, anafia huko na mbinguni haendi. Lakini umepata chance ya kuja kutengeneza Mungu, lazima mwambie Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikakwambia lazima pia jambo la pili, sifa kwa Bwana. Na tutakapoingia kwenye maombi pia tutamwambia Mungu tunakusifia, wewe ni mzuri, ni mwingi wa rehema. Ndio kumsifia huko, ni mwingi wa rehema, unagairi mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. 92:2 tena 92:2. Yupo mtumishi wa Mungu, shuka hapo chini. 92:2 anasema, nitazitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Nitazitangaza rehema zako. Kwa lazima mwambie Mungu nakushukuru kwa rehema zako, kwa maana wewe ni mwingi wa rehema. Mimi ni mwenye dhambi, umenipa chance na kushukuru. Lakini pia wewe ni mwingi wa rehema, pia nakushukuru. Amekurehemu na ndio maana umekuja kwake. Sema amen. Jamani, haleluya. Kwa unapokuwa na muda kama hivi tulivyokuwa na nafasi, lazima tumwambie Mungu tunakushukuru kwa maana umetupa nafasi tena ya kuja kutengeneza. Lakini pia lazima mwambie Mungu nakushukuru pia hata kwa rehema zako zilizo nyingi, ambazo mara baada ya kutubu naamini unaniondolea makosa na dhambi na ubaya. Jamani, haleluya. Jambo la tatu, omba msaada wa Roho Mtakatifu. Tunapoingia kwenye maombi haya ya toba, Mungu anaweza kukusemesha kwa habari ya kuomba toba kwa ajili ya babu yako mzaa baba. Zama hapo kwa kina. Jamani, haleluya. Anaweza kukuongoza kuomba toba kwa ajili ya mjomba wako. Zama hapo. Kwa hiyo tunahitaji sana Roho Mtakatifu kwenye maombi ya toba. Ana uwezo wa kukusemesha kwa mambo ambayo haukuyajua. Ana uwezo wa kukusemesha kwa habari ya watu wale ambao tumelelewa na mabinti wa kazi. Anaweza akakuomba akakupa Mungu kukupa mzigo wa kuomba toba kwa ajili ya yule dada wa kazi. Zama hapo. Sio, mnanielewa? Hivi sasa mimi naomba habari ya dada ya kazi yule aliyenilea. Kanifanyia nini? Kumbe yeye kukuwekea mavitu humo kwenye chakula. Kwa tunahitaji sana tumuombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nisaidie. Ninaomba toba kwa ajili ya ukoo wangu. Niambie nianzie wapi? Atakuelekeza. Pita hapa mwanangu, pita pale. Pita pale. Kwa mama yako, mjomba wako, shangazi yako, bibi mdogo, bibi mkubwa, jirani yako, mwalimu wako, mwanafunzi mwenzako, atakupitisha kazini kwako, majirani, atakupitisha. Toba ya kweli ni ya kumruhusu Roho Mtakatifu
Sasa kuna watu wanaombaga tu uzoefu, jue Mungu mimi kiukweli nimekosea, nimeiba mimi, nimelewa mimi, nimefanya hivi. Lakini kumbe Mungu pia anatamani uende zaidi ya pale. Ninaomba toba kwa ajili ya siku moja niwaambia watu ngasema kama umelewa tafsiri yake kuna mtu aliyetengeneza hiyo bia ikakutamanisha. Omba toba kwa ajili yake ili abadilishe biashara. Wasianguke wengi katika hiyo biashara. Sema amen. Mtumishi wa Mungu mbona nishangaa? Sema amina. Kwa Roho Mtakatifu anapokusemesha kwenye maombi ya tatukavu, kuomba toba, omba sawa sawa na anavyokuelekeza. Sema amen. Wasomaji Biblia mnaweza mkaelewa. Kuna mtu mmoja anaitwa huyo Ayubu. Maandiko yanasema yamkini watoto wangu huko wanakwenda kwenye sherehe wakala vitu vikanajisika, nikapigwa mimi mzazi wao. Kwa Mungu anaweza kuna, si umenielewa anachosema? Wameenda kwenye nini? Kwenye sherehe, aliye najisi hivyo vyakula ni nani? Mpishi. Ndio maana nakwambia Mungu anaweza kukusemesha, omba toba hata kwa ajili ya kule unakonunua mchere, kule unakonunua unga. Sikuta yule muuzaji yule ananuizia vitu. Kila siku yani mimi mchere wa fulani mtamu kweli, kumbe ananuizia mavitu. Kwa unapoomba toba, msikilize Roho Mtakatifu anakuambia lenga kwenye eneo gani. Sema amen. Jamani, haleluya. Jambo la tatu, hapo unaweza kaandika kile ule waraka kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Nadhani tunaelewa, anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukusemesha, kukuombea yeye mwenyewe. Na ndio maana utakichangaa kwenye tatukavu hapa, unaomba umezama, unashangaa wewe huwezi kuomba, unasikia machozi tu. Lia, machozi mengine yanaweza kawa ni ya Roho Mtakatifu ya kujuta na kutubu. Usijizuie hivi, watu watanioneje? Mimi mtu mzima nalia jiachilie kwa Bwana. Hakuna kuchunguzana hapa. Sema amen. Jamani, haleluya. Lakini pia jambo lingine pia, samehe wote waliokuudhi. Toba ya kweli ni ya kwanza kuachilia watu. Fulani alinikosea, fulani alikosea, ni kweli amekukosea, lakini msamehe. Watu wengi pia tunashindwa kusamehewa na Mungu kwa sababu tumewabeba watu. Mwambie jirani yako kwenye kongamano hili na kuachia hapa hapa. Wewe sema naye hata kama kwa niaba ya yule ambaye amekubeba, umembeba. Moja mitatu, sema jirani yangu nakusamehe bure. Mbona mwambiani humu jana vipi? Sio yeye umemkosea, ni tolea mfano kama ni shangazi yako, ni babu, mwambie nimekusamehe bure. Kama ulivyosamehe ndivyo Mungu pia huaga anatusamehe. Kwa ukimaliza kwenye toba hapo, baba ninaomba toba, naomba nisamehe, anagundua huko ndani yako umembeba mjomba kwa sababu alikudhulumu hela. Umembeba yule mwenyekiti wa vikoba kwa sababu alikudhulumu hela. Umembeba jirani yako, sio alipita kwenye mpaka wako, sio kajenga fence. Umembeba nani? Mungu anakuangalia kama mtu ambaye haupo kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima usamehe. Kumbuka hizo ni hatua 11. Lazima usamehe. Mwambie Mungu mimi nisaidie kusamehe. Natangaza msamaha. Na unaposamehe achilia kweli. Bwana Yesu asifiwe. Niko na watu. Wangapi mko tayari kusamehe? Samehe tu, mwambie natangaza msamaha. Hata kama hayupo, wewe fanya kama na shangazi, mimi nimekusamehe mjomba, babu, mama mkwe. Yaani kweli ulinikataa, ni kwamba mimi ni mbaya, lakini sawa nimekusamehe hivyo hivyo. Ndivyo yani nimekusamehe shangazi. Yaani mimi sikubebi tena na kuacha hapa kwenye tatukavu. Nikitoka hapa mimi naondoka na Yesu wangu, naondoka na baraka zangu. Sema amen. Wangapi wako tayari kutangaza msamaha? Narudia tena. Mtumishi hivyo najua alichonifanya yule wewe. Eti mimi na sura mbaya mimi. Kanisema tena kwenye mitandao. Nimsamehe leo. Kaniacha mimi, kaniachia watoto 6 au 7. Nahangaika mwenyewe na wasomesha mwenyewe. Nataka nikwambie, samehe. Unaposamehe, nyakati za kuburudishwa zinakuja. Sema amen. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Soma Injili ya Mathayo sura ya 6, mstari wa 14 na 15. Kwa jambo la kwanza lazima usamehe, uondoe. Jambo la 4, ondoa, tangaza msamaha. Hata kama hawapo, mwambie mimi nawasamehe bure. Sitawabeba tena. Sitakubeba mjomba. Tangaza kweli, yani kana kwamba yupo. Kwa hapa nisikia wakati tunaomba hapa watu tunatangaziana misamaha. Sema amen. Yaani mtumishi fulani alinikosea, mimi nimemsamehe. Fulani mimi alinikosea. Hivyo, mwimbaji kwaya mwenzangu alininyang'anya maiki eti sauti mbaya. Leo mimi nimeimba kumzidi yeye. Namsamehe bure. Samehe. Ungama na kukiri dhambi zako zote. Jamani, haleluya. Hapo sibakize. Mungu mimi nimeiba mimi. Mungu mimi ni mlevi mimi. Na ulevi ndio umenipelekea nikapigwa ngumi. Mungu mimi ndio mimi ni mzinzi mimi. Sema maneno hayo, namwambia Mungu au mwambie mchungaji. Kwa lazima uungame. Na hiki ndio kina cha toba. Sasa watu wengine wanaunganisha. Yaani mtu ameiba,
anaunganisha na anaunganisha na ukorofi, yani kumpiga mtu. Mwambie tu Mungu, mimi nimeiba. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia mimi nilimpiga mtu wakati naenda kuiba, nikamkuta kaka kizembe, nikampiga ngumi. Kwa hivyo Mungu, niombe nisamee. So unganisha, sema kimoja kimoja. Na vile ulivyovisema, mwambie Roho Mtakatifu, wewe unavijua nilivyovitenda, naomba unisaidie kunikumbusha. Ukiona umesema, mwambie Mungu, nisamee hata kwa mawazo na maneno, hata yale ambayo nimeyasahau. Jamani, haleluya. Wangapi wako tayari kuomba toba? Tunaingia sasa hivi kwenye hayo maombi. Lakini jambo la 5 la 6, hiyo Zaburi, andika Zaburi ya 32 mstari wa 5. Zaburi ya 32 mstari wa ngapi jamani? Wa 5. Zaburi ya 32. Wacha nisome hili neno. Nadhani mtumishi wa Mungu pia alisema, baba Kanoni Mwahera, muda fulani. Zaburi ya 32 mstari wa 5. Tumeuona? Neno la Mungu linasema, nalikujulisha dhambi yangu, wala sikukuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamee upotovu wa dhambi yangu. Kiri, sema, zungumza. Mungu atakusamee. Usifiche fiche. Bwana Yesu asifiwe. Niko na watu, watumishi wenzangu, niko na watu. Sema kimoja kimoja, usiunganishe. Ungama. Na ndio maana wachungaji, unapomungamisha mtu unasema sema kamoja kamoja. Anasema Bwana hivi na hivi, anasema yote. Baada hapo naambia nakugofiri, unamuondolea dhambi. Sema amen. Sasa hizo umepewa chance, wewe mwenyewe unaomba, na kule mwishoni tutakuongoza. Na leo tutaongoza sala ya toba wote, tena nitaongoza mwenyewe wote sala ya toba. Sema amen. Yani itakuwa afu gofiri atamalizia baba askofu tetemera. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutaungama wote. Kwa nini? Kwa sababu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 6, tubu sasa na kujutia. Unapoungama, anza kutubu. Mungu, mimi najutia. Sintaiba tena, sintazini tena, sintalewa tena, sintazulumu tena. Jutia ile dhambi. Halo? Kumbuka hapa tunaelekezana toba ya nini jamani? Ya kweli. Hiyo ndio toba ya kweli, sio ya juu juu. Jambo la 7, omba rehema mbele za Mungu. Mwambie Mungu, naomba unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kwenye hii dhambi niliyoitaja, niliyoisema, ninaomba rehema. Ninaomba uniondolee hayo mabaya uliyoyaandaa kwa ajili yangu. Nirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 51 utaiandika hapo. Zaburi ya 51 mstari wa 1 tuliandika kule mwanzo. Naomba unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Kumwambia Mungu, naomba unirehemu. Jambo la 7 la 8, ialike damu ya Yesu. Yaani baada ya kutubu, iite damu ya Yesu. Kwamba naiita damu ya Yesu ikanifutie na kuniondolea kila alama za uhalali wa dhambi ndani yangu. Ialike damu ya Yesu. Na kwa nini? Damu ya Yesu ndio inaonena mema. Jamani, haleluya watumishi. Jamani, haleluya. Ukisoma ile Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7, sio kama utaona hapo chapa. Waefeso sura ya 7. Nimekwambia jambo la 8, alika damu ya Yesu ikuoshe dhambi zako. Nimesema Waefeso 1 ngapi jamani? 7. Neno la Mungu linasema hivi: katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu wa masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Iite damu ya Yesu hapo. Halo? Hiyo ni Waefeso ngapi jamani? 1 mstari wa 7. Lakini pia Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 28 utasoma kwa muda wako. Lakini jambo la 9, hakikisha unapata amani ya msamaha kwa kila dhambi uliyoitubia. Yaani usiondoke kwenye toba mpaka umeondoka na amani. Hapa pia nataka nizungumze kidogo, nikazie kidogo. Yaani kwa mfano, shetani ana njia nyingi za kuwakamata watu na kuwashikilia kwenye eneo moja. Kwa mfano, mwaka jana uliomba toba ya uwizi. Pale kazini zilipita hela nikapita nazo. Uliomba kwenye tatu kavu. Uliomba limaanisha kabisa uliomba. Alafu umekuja tena kwenye kongamano unaendelea kuomba ile kosa la kuiba hela zilizopita kwenye njia isiyo ukapita nazo. Shetani ana njia nyingi, ana uwezo wa kukukumbusha makosa hata ambayo umeyatubia. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hakikisha ukimaliza kwenye hii toba kwamba Mungu, nimeomba toba, mimi nilitukana, nilifanya hiki, niliiba mimi, nikatoa mimba, nikazaa nje ya ndoa, nikafanya hiki. Ukiomba toba kutoka rohoni, anza kujitangazia amani. Si nitajihukumu. Kama ni huduma nitahubiri, kama ni utumishi nitatumika, kama ni kuimba nitaimba. Anza kujitangazia amani. Usimruhusu shetani akuhukumu. Jamani, niko na watu. Niko na watu, mbona hamsikii? Halo, punga mkono namna. Niko na watu. Usikubali shetani akuhubirie kujihukumu. Kuna mtu anaweza katoka kwenye toba leo, baadaye mtumishi mwingine anaanza kuongoza toba, yuko humo kwa jina la Yesu, ninatubu kwa ajili ya bibi yangu, eti alifanya hiki. Ukiona una amani kwenye ile eneo, amia kwenye eneo lingine. Sio kama naeleweka, watumishi wa Mungu? Narudia tena. Tatukavu itaisha, wewe unaendelea tu, ninaomba toba kwa ajili ya uzinzi. Yesu nisamee. Kumbe uliomba mwaka jana na mimi nimekuongoza sala toba. Unaendelea kuomba mpaka kesho. Inaisha tatukavu. Umeomba nini mama? Na nimeomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Kumbuka ukiomba toba, amini Mungu amekusamehe. Usijihukumu tena. Anza kuwaza kwenda kwenye eneo lingine. Kwa unapoomba toba hakikisha una amani. Yaani maliza toba lakini hakikisha una amani kwenye hilo eneo. Amia toba eneo lingine. Yaani kwa mfano umeiba, Mungu naomba toba kwa ajili ya uizi, nisamee Bwana. Unaona una amani kwenye hilo eneo, nenda kwenye eneo lingine. Mimi ni muongo pia, umbea mimi, Mungu umenizidi. Naomba unisamee kwa roho ya umbea. Nisamee Bwana. Unaona una amani, unaenda tena pengine. Hakikisha lakini mpaka una amani. Kama una amani usiache. Watumishi wengine wakija, endelea pale ambapo uliishia. Jamani, niko na watu, niko mwenyewe. Pigie Yesu makofi kama tuko pamoja. Haleluya. Lakini pia jambo la 10, weka adhimio kwamba shetani hautanitumia tena kwenye hii dhambi. Weka adhimio. Mimi nakumbuka wakati naokoka, sema mimi mnayeniona wakati naokoka, jambo la kwanza nikamwambia shetani alinitesa. Kwa nini alinitesa? Kwa sababu alinifunga kwenye upande wake. Kanisa, haleluya. Hasa kama vile shetani alivyonitesa na kunifunga kwenye upande wake, Yesu maadamu umeniokoa, nomba nao unitese, unifunge upande wako. Maombi mabaya hayo. Kama una mienendo mibaya utajijua. Unatamani kuiba, Yesu anakushikilia na kukuida. We, si umeokoka wewe mchungaji, mtumishi wewe. Unataka kutukana, anaweka lijambo. Kuna vijiti wa imani nanielewa. Mwambie Mungu, kama shetani alivyokuwa amenifunga kwenye tabia za uzinzi, kwenye tabia za umbea, Yesu naomba nichomoe huko kwenye umbea, unifunge kwako, uniweke kwenye umbea wa kuhubiri injili. Yaani ukitaka kuhubiri shanga, jamani, Yesu anaweza, Yesu anaponya. Utafanya nini? Kwa sababu kile yule aliyekufunga ndo anayekutumikisha. Halo. Kwa lazima uadhimie kwamba shetani, sitarudi tena kwa shetani. Sitaenda tena kuiba, sitaenda tena kufanya hiki. Amua na dhihirika kutoka rohoni. Jamani, haleluya. Sio natubu leo. Kuna watu tukimaliza toba hapa anatoka tu pale katokana tena. Bwana Yesu asifiwe. Bora ukitoka mwambie Mungu, mimi niweke niwe bubu. Na mtu mmoja pia naisi alikuwa mbea. Samani watumishi wa Mungu. Ukisoma Biblia kuna jamaa mmoja anaitwa Zekaria. Mungu anasema alipoenda kule madhabahuni akakutana na Mungu. Akamwambia Mungu, akamwambia Bwana, wakati na majira fulani hivi, yamkini majira kama haya utapata mtoto. Ataitwa Yohana. Sasa kwa katika Zekaria alikuwa kambea kale. Akakatia ububu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bora mwambie Mungu, kama kuna vitu umesema na mimi kwenye kongamano hili, bora niweke nisiseme, nikae kimya mpaka vitokee. Bora Mungu akutie ububu, kae kimya. Kwa sababu unaweza kutoka hapa, unajua nimeomba, tatukavu Mungu amesema ananipa hiki. Unaanza kuropoka mwisho au unajitoa ufahamu tena, unaanza kurudi tena kwenye yale maisha ya zamani. Amua kwamba leo ninatubu, sirudi tena kwenye yale maisha. Sirudi. Ninaposema kuamua, kama kuna mtu alikuwa anakulipia nyumba, binti yangu na dada yangu na mama yangu, mwambie sitaki tena kodi yake. Alikununulia iPhone, karudishe. Umeninunia, karudishe. Paka hapa na sisi tusijifariji. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Kwa sababu vile ulivyo navyo ndio vitakusababisha uende tena kwake. Yaani mimi ningenunulia iPhone afu katae, we, njoo huko nitapokonya iPhone yangu.
Kwa ili usirudi tena kwenye dhambi. Bwana, iPhone yako hii, mimi na Yesu wangu atanipa vingine. Mimi nawaambia, kama kuna mganga alikupa ilizi ikusaidie kwenye mambo yako, karudishe. Sasa lazima tuambiane ukweli, mtumishi wa Mungu. Yaani mtu yuko kanisani hapa, tunaomba tatukavu kwa jina Yesu, napiga, navunja. Akitoka hapa ana kiilizi tena. Hapo natuona si watumishi waongo. Napiga. Akitoka hapa, uko wapi? Niko kwenye kongamano kwenye tatukavu. Kaja mpaka hapa. Kampa na sadaka. Kampa na sadaka. Lakini mume wa mtu katubu, huyu anataka vya Mungu, anavitaka na vya shetani. Mungu wetu sio amechanganya. Lazima tuambiane ukweli. Injili lazima ihubiriwe hata kama hatutaki. Umechukua vya dhuluma, karudishe. Ndio tunaita toba. Una mume wa mtu, rudi kwa mkeo. Amua, rudi kwa mkeo, mimi sikutaki. Hiyo ndio toba. Sio tunatubu hapa, uko tena na uko naye. Au unasema watumishi niombee. Tukuombee mume wa mtu? Acha kutuzingua jamani, tusiumizane makoa hapa. Kwa lazima tuambiane ukweli, watumishi wa Mungu. Tunaposema toba, lazima uamue. Huyu ndo alikuwa ananilipia kodi, saizi sina kodi, naamini Mungu atanipa, nitafanya kazi, nitajitafuta, Mungu ataniletea mtu. Hiyo ndo maamuzi ya toba ya kweli. Nilitajirika, nilienda kwa mganga akanipa vitu, nikavipokea. Utajiri uninao, lakini sio wa kwangu. Achukue utajiri wake, mimi nitasimama na Yesu, lakini siwezi kwenda kwa mganga halafu nirudi kwenye tatukavu. Acha uongo. Wakristo hapa hatupendagi kuambiwa. Hizo zingine utaambiwa kwa wengine huko. Sisi hapa ni injili iliyonyooka. Kwamba ukitaka kukutana na vya Yesu, lazima utengeneze na Yesu. Haleluya. Ukitaka pokea kutoka kwa Yesu, vya kweli tunavyoviomba hapa, uaga Mungu wetu hana michanganyo. Sema amen. Siku moja mtu mmoja akaniambia, mtumishi, mimi tangu nimeokoka ndio nikafilisika. Nikasema, kama ulivipata kwa kuhongwa. Bwana Yesu asifiwe. Ameninunia sasa. Nilipopata kazi, lakini ile kazi ukapata kwa kuhonga mwili. Umefukuzwa kazi baada hata tukavu. Mwanangu, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa maana iko nafasi yangu tena, ambapo nitapokea kitu, na nikikipokea hiki kitakuwa cha uhalali. Jamani, haleluya. Jamani, mhubiri niko huko, haleluya. Naona wengine mnatoa macho, mnawakaangalia watu huko, haleluya. Watumishi wa Mungu, haleluya. Lazima tuambiane ukweli. Kwa kama kuna vitu unajua kabisa hapa mienendo yangu mimi haikukaa sawa, hiki kitu nilikipata kwa dhuluma, nimeamua kutengeneza na Mungu. Mtumishi wa Mungu, usiangalie nyuma. Usiangalie nyuma. Na nikwambie, vitu ambavyo tunavipata kwa Kristo vina raha. Sema amina. Kwa nini? Kwa sababu ukivipata kwa Kristo, Kristo uaga hanaga mipaka, kwamba usimpe yule, una uwezo wa kumpa. Kwa nini? Kwa sababu hatuwekewi mipaka. Pata kwa mganga, nakwambia usile na ndugu zako. Siku moja niwaambia watu, yaani mganga nakwambia umenunua gari mtumishi, au umejenga nyumba, naambia lala nje. Ni nyumba yako naishia tu, jamani, nyumba yangu ile, gari yangu ile, yaani unaiona kwa mbali pale. Kuna raha gani jamani? Kuna raha gani? Kwa ukiamua kusema mimi nimeamua kubadilika, tunapozungumzia habari za toba ya kweli, lazima uamue kwamba mimi niko hivi, sasa hivi nimecheza, nimeenda huko, nimesiona faida, naamua kugeuka, nageukia huku. Mtu hata nizuia, nimeamua na nanyoka hivi. Nilale njaa nitaenda hivi, niishi bila watu nitaenda hivi, wanikatae nitaenda hivi, nizalauliwe nitaenda hivi. Usirudi nyuma. Sema amina kwa jina la Yesu. Natamani Mungu akupe upako wa maamuzi sahihi baada ya kongamano hili. Hata kama kuna watu walikuja kwako wakakupa vitu, kupia njoo niwaambie, kuna vitu ambavyo adui akikupa lazima uvilipie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mko tayari kuomba toba sasa? Kwa kama nageuka, nenda mwenyewe. Jamani, toba ya kweli na gharama. Watu watakutenga. Wale ambao tumetoka upande wa pili mnanielewa. Watu kama hizo umeamua, nenda mwenyewe. Lakini unaoneje wale ambao waliamua kwenda wenyewe? Mungu akawaletea watu wa kusimama nao, akawainulia watu wa kuwashika mkono, watu wakaanza kuwatia nguvu. Simama, usiogope. Koma, endelea kufanya maamuzi. Weka adhimio
rohoni, siibi tena mimi, siibi. Hata nilale njaa, Mungu atanipa. Sio kutoka kwenye tatukavu hapo tukapita na iPhone uko nayo. Baba watu kaweka pochi yake vibaya uko nayo. Mama mpo? Watumishi wa Mungu mpo? Mpo? Kwa moja ya vitu ambavyo vitatusaidia watumishi wa Mungu ni kuweka adhimio, sirudi tena hiki na hiki. Lakini jambo la mwisho, lazima umshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa maana nimesamehewa. Ukimaliza toba yako, umelia, umegaragara, mwambie Mungu asante. Sijihukumu tena. Sitakufa tena kwenye dhambi. Mimi nimesamehewa. Kwa lazima utengeneze nafasi ya kumshukuru Mungu. Kusoma ile Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari 22. Kwa nimekwambia mshukuru Mungu kwa kuamini yote uliyoomba umeyapokea. Hiyo Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 22. Kama yuko pale rafiki yetu pale tuandikie pale. Nimalizie kitu hapo. Injili ya Mathayo sura ya 21. Umefika mtumishi wa Mungu? Anasema hivi, na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mmepokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kweli umeomba na unaamini ndani yako kuna amani, umepokea. Sema amina. Jamani, haleluya. Mambo kadhaa niyataja hapa haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Mambo kadhaa yanayotokea baada ya kuomba toba. Mambo yanayotokea, yani mara baada tu kuomba toba ukitoka hapa, mambo gani yanayotokea? Andika mambo kadhaa. Yako kama mambo manne. Mambo yanayojitokeza mara baada ya kuomba toba. Jambo la kwanza, unakuwa umesamehewa dhambi yako kabisa. Hilo ndio jambo la kwanza. Nimesema mambo ambayo yanatokea baada ya kuomba toba ya kweli. Mambo yanayojitokeza ama yanayotokea baada ya kuomba toba. Yaani nimeomba toba, mambo gani yanayotokea baada ya toba? Jambo la kwanza, unasamehewa dhambi kabisa. Na ndio maana nasema kama vile dhambi zako zilivyo mbali, mashariki ilivyo mbali na kaskazini na kusini, ndivyo na mimi dhambi zangu nyinyi na dhambi zenu zitakavyokuwa mbali, wala sitazikumbuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma ile waraka kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mlango wa 9 nasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata kutuondolea dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili linalotokea mara baada ya kuomba toba, urejesho wa mahusiano na Mungu. Kwa kama ulikuwa umsikii Mungu anasema nini kwako, ataanza kusema na wewe. Ataanza kuzungumza na wewe. Mwanangu omba. Amka mwanangu omba saa 6. Funga mwanangu. Toa sadaka. Toa fungu lako. Ataanza kusema na wewe. Mahusiano ya Mungu na mwanadamu yanarudi mara baada ya kuomba toba. Jamani, haleluya. Jamani, niko na watu. Hosea 6 ukisoma ule mlango wa kwanza anasema njoni tumrudie Bwana. Njoni kwa Bwana. Lakini pia jambo la tatu, amani ya moyo iliyofurika na furaha na amani inatawala kwako. Ukiomba toba, ukisamehewa, unajikuta una amani. Hauna mzigo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema amani ya moyo inatawala ndani yako. Ukisoma Mithali 28 mlango wa 13, Mithali 28 mlango wa 13, nimesema amani ya moyo inakaa ndani yako. Lakini jambo la 4, wokovu wa nafasi ya roho na mwili. Wokovu wa nafasi ya mwili na roho. Yaani anaposema tukiziungama dhambi, kumbe Mungu anakusamehe. Rohoni unakuwa na uhalali na Mungu, si ndanielewa? Lakini kwenye ulimwengu wa mwili pia kuna vitu utavipokea. Unasamehewa rohoni, lakini pia kwenye ulimwengu wa mwili kuna vitu unafanya kazi unashangaa vinaenda tu, vinasonga. Kwa nini? Kwa sababu umeomba toba na umekiri, na Mungu anaachilia wokovu wa nafasi ya roho na nini na mwili. Jambo la 5, baraka ya ulinzi wa Mungu inakuja juu yako. Baraka na nini jamani? Na ulinzi wa Mungu unakuja juu yako. Ukisoma Nyakati wa Pili sura ya 7 mlango wa 10 nasema mkigeuka na kuacha njia zenu mbaya nitawasamehe. Kwa baraka inakuja juu yenu. Mungu anawasamehe, anaanza kuwasaidia, anaanza kuwalinda, anaanza kuwatetea, anaanza kuwapigania na kuwatunza. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya.
na yako matokeo mengine ya nyongeza, au utaponywa magonjwa kama ulikuwa unaumwa. Kuna watu kimuongoza sala ya toba tu alikuwa anaumwa pressure inaondoka. Si ndio hivyo jamani? Alikuwa anaumwa wasui magonjwa gani yanaondoka. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyotubu, shetani kama alileta vitu ndani yako vinaanza kukosa uhalali wao, vinaanza kuondoka. Kanisa, haleluya. Baada ya kusema maneno haya, naomba andika hapo hapo kwenye peji yako mbele kidogo maneno haya matatu ambayo tutaenda kuomba. Kuna kitu kinachoitwa kosa. Mwanzoni kama mnakumbuka kwenye ile Zaburi ya 51 mlango wa kwanza, ule mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu, anasema atayafuta makosa yetu. Si mnakumbuka Tulianza mwanzo kabisa kama mnakumbuka. Mimi ndo namaliza hivyo. Zaburi ya 51, si mnakumbuka? Nimekwambia andika hivi vitu vitatu hivi vitakusaidia. Zaburi ya 51, na ndo tutasimama kwenye maombi ambayo nitayaongoza sasa hivi. Zaburi ya 51 mlango wa kwanza. Anasema hivi. Anasema Mungu nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Kuandika makosa yanafutwa. Lakini yanafutwa haya makosa baada ya kutubu, baada ya kuyasema na kuyakiri. Kwa kosa huwa linafutwa. Kwa tutaenda kuomba toba ya kufutiwa makosa. Na naposema kosa hivyo naelewa maana ya kosa. Kosa ni kujua nini cha kufanya na hujakifanya. Ndio tunaita kosa. Wazazi nadhani mko hapa. Umemwambia mwanao, mwanangu ikifika saa 5 au ikifika saa 2 rudi nyumbani. Ndio sheria ya mama hapo nyumbani. Mwanangu ikifika saa 2 umechelewa, hakikisha isifike saa 2 uko nje ya nyumbani. Mtoto anarudi saa 5. Alafu anakuja kwa mama ama kwa baba. Baba anamuuliza, mwanangu ulikuwa wapi? Baba amechukia, ameandaa fimbo. Mtoto anambia, mama naomba nisamee, nimechelewa kanisani, nilikuwa naombewa nikaanguka, nikaombewa, nikafungulia, ndio nimerudi. Huyu mama atamuondolea ile kosa kutokana na maelekezo yake. Kwa kosa linafutwa kutokana na vile unavyojieleza. Jamani, niko na watu. Lakini pia nasema unisafishe kabisa na uovu wangu. Uovu ni nini? Uovu ni dhambi iliyokomaa. Babangu alikuwa mlevi, babu yangu alikuwa mlevi, baba kapokea roho ya ulevi, mtoto kapokea roho ya ulevi, ndio tunaita uovu. Kwa pia tutapita kwenye maombi ya uovu. Sasa ukisoma vizuri Biblia hapa inasema unioshe kabisa na uovu. Wangapi tunajua maana ya kuosha? Wa mama simple. Hivi mtu akikwambia nioshe sufuria ambayo ina ukoko wa ugali, si kuna process kubwa hapo Utaioroweka, utachukua kigunzi, sijui kile kinaitwa kigunzi kile. Mama msijifanye haya, nyinyi mmezaliwa mjini samani. Tuliozaliwa kijijini tupo. Unajua kile kigunzi cha mahindi yale, unachukua ile sufuria baada ya kulioroweka unaanza kusugua. Ukisugua ukimaliza unachukua nini ile tunaita ile nyavu ile. Unaanza vile vilivyobakia vidogo vidogo vile. Si magunzi hawezi kusugua vyote, sina hivyo Naongea na wenzangu wale wa kule kijijini, wapika miogo, ugali wa miogo. Si mnanielewa Wengine mtulie kidogo. Anasugua na ile nani, akimaliza anachukua maji masafi, anaanza kusuza. Baada ya kusuza anafuta. Anasafisha mwenendo, anafuta. Kwa uovu una gharama. Na ndio maana tuko kwenye tatu kavu. Sema amina. Kwa nini? Kwa sababu uovu nimekwambia ni dhambi iliyokomaa. Kwa kama baba zetu waliiba, laana ya uovu tukaibeba sisi. Ili uingie kwenye toba, ndio kumsiro Mtakatifu Mungu nikumbushe, walitendaga nini baba zangu? Mbona tunapigwa tu na magonjwa ya ukimwi na magonjwa ya kansa? Kwa kwenye uovu kuna gharama. Jamani, haleluya. Kwa kwenye uovu waga tunaanzia kwa mababu, tunakuja kwa baba, tunakuja kwetu na watoto wetu. Sema amen. Jambo la mwisho anasema unitakase dhambi zangu. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi, kwenda kinyume na sheria ambazo Mungu ameziweka. Yaani kama saizi tunaongozwa na nchi, katiba ya nchi yetu anasema tunaongozwa na rais mmoja na msaidizi makamu wake. Alafu ukaanza kujitangaza mimi ndio rais. Tutakuadhibu, utafungwa kwa vifungo vya sheria. Kwani kwa sababu umeasi, umeharibu katiba ya nchi yetu. Kwa uasi, dhambi ni uasi. Ni uasi, kwenda kinyume cha sheria za Bwana. Naomba usimame kwa miguu yako.